CRDB benki. Ishi kwa muda, fanya miamala, chapu kwa simu benki. Minafanyaga mtani tu kwa wakala, si lazima niende benki. Hata keshi situmi tena, ninalipa na Tembo Kadi. Yani najiachia nipendavyo, popote lipo inatiki. CRDB Bank, tunakusikiliza. Habari ya mdau. Nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya njema kwa siku ya leo, na niwashukuru kwa wale wote ambao mmeweza kujumuika pamoja na mimi. Najua ni kwa njia ya online, lakini sio mbaya, kila kitu kinawezekana kupitia teknolojia. Niwashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Naitwa Tuganile Abraham Mwakalobo, ni mkurugenzi wa kampuni mpya, na hii kampuni imepata usajili wake kupitia BRELA na BASATA. Inaitwa Tuga Film TZ. Ni kampuni ambayo itakuwa inahusisha masuala ya sanaa, sanaa ya uigizaji kwa ujumla, utengenezaji wa filamu, tamthilia zenye maadili ya Kitanzania na kuzungumza lugha ya Kiswahili. Pia Tuga Film TZ tutakuwa na uandaji wa matamasha ambayo yatahusiana na mambo ya masuala mazima ya sanaa za uigizaji. Pia tutainua vipaji vipya ambavyo vipo lakini havijapata nafasi za kuonyesha kazi zao. Namaanisha uwe muigizaji, uwe mwandishi wa story au mwandishi wa script, uwe ni mtu ambaye unadili na kamera upande wa mwanamke au mwanaume, uwe ni mtu wa kuhariri, namaanisha editor, uwe mwanamke, mwanaume, jinsia zote, uwe kwenye swala zima la lighting, mambo ya taa, kuseti mwanga, nini, uonekane mzuri, uwe kwenye swala la sound ambapo ni swala zima la sauti, kwenye mapambo. Napoongelea mapambo, swala zima la kumpamba mwanamke, mwanaume, iwe nywele, vyovyote vile, lakini pia kubadilisha muonekano kulingana na matukio halisi. Tukio ambalo liko mbele ya kile kitu ambacho tunakifanya, kama ni kidonda, kama nataka ionekane vizuri kidogo, lipstick, wanja, vionekane vizuri, hao wote, lakini wawe ni watu ambao wametamani kuonyesha kazi zao lakini hawajapata nafasi. Kwa hiyo hii ni nafasi yenu. Japokuwa nimetaja vichache tu kwa haraka, lakini hivyo nafikiri ndo vinavyoonekana kwa haraka zaidi, lakini nyuma ya kamera kuna watu wengi ambao wanaifanikisha kwamba filamu au tamthilia ionekane vizuri. Tuga Film TZ, kama nilivyoelezea kwamba tunataka kufanya kazi na wasanii chipukizi. Kwanza tulianza na waandishi wa story na script, na tunashukuru Mungu tulibahatika kupata ambao waliandika vizuri na zinasomeka vizuri, mwendelezo wake ni mzuri, muonekano wake ni mzuri. Kwa tunamshukuru Mungu tulipata, na wale waliokuwa wametimiza vigezo na masharti tulibahatika kuwapata, na wapo naendelea kuzifanyia kazi, na zingine zimeshakamilika. Kwa hiyo katika kukamilisha hilo, kwa sababu tumeshapata script, kinachofuatia lazima tuwapate watakaoigiza hizo script, sasa watakazoziwasilisha sasa kwa watu. Sasa tunatafuta wasanii ambao wataigiza katika hizo story tulizozipata, ambapo tangazo letu lipo kwenye Instagram yetu ya Tuga Film TZ, na maelezo kamili ya hilo tangazo ukienda kwenye Instagram yetu ya Tuga Film TZ. Ile tu ni sio TU, ni unaanza na 2. Unaanza na 2 GHAA Film TZ. Ukienda pale kwenye profile yetu utakuta kuna link, ambapo ile link ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja YouTube. Pale YouTube ndio utaenda kupata maelezo kamili, ambapo pale utajua kwamba vigezo na masharti na kila kitu, maelezo yote, jinsi gani ya kufanya mpaka wetu kupate, yako pale. Kwa hiyo usisite kutufollow Instagram na pia kusubscribe kwenye YouTube yetu,
ili upate muendelezo wa nini kinachoendelea. Matangazo yetu yote ya kampuni ambayo nini kitakachokuwa kinafuata yatakuwa pale. Instagram na subscribe YouTube. Hayo ni maelezo tu mafupi kwa haraka kwa ajili ya utambulisho wa kampuni mpya kwa wadau wa filamu Tanzania. Nafikiri itakuwa sio Tanzania tu, lakini pale Mwenyezi Mungu atakapojalia mambo yataenda vizuri zaidi, tunaweza tukaenda East Africa, tunaweza tukaenda dunia nzima, kwa sababu kila kinachowezekana Mwenyezi Mungu amekipanga kinakuwa. Sasa nimeweza kupata baadhi ya maswali. Nashukuru waandishi walionitumia haya maswali, kwa sababu tunafanya ni online kwa sababu ya umbali kidogo na mawasiliano, lakini tunafanya mkutano mdogo wa kuitambulisha kampuni online. Sio mbaya kwa sababu teknolojia imesaidia. La kwanza nimeulizwa soko la filamu kushuka na hazilipi. Kwa mtazamo wangu wa haraka sio hazilipi. Na sio kwamba lilishuka. Linaweza kwamba kama lilishuka, lakini iliteteleka, na kushuka kwenyewe kulishuka kwa sababu kwa ajili ya kuteteleka. Napozungumzia kwamba kuteteleka ni kulingana na mpangilio mzima ulivyokuwa, kutoka kwa mtengenezaji, kwa msambazaji, mpaka yule anaoenda kutumia kile kitu. Nafikiri pale ndo palipokuwa na tatizo. Mimi sidhani kama ilishuka na hazilipi, kwa sababu kama ingekuwa imeshuka na hazilipi, sidhani kama kungekuwa kuna wasanii ambao tunawasikia au tunawaona kwenye maisha halisi, japokuwa ni ngumu sana kumuona mmoja, lakini wasanii wapo na kazi zinaendelea kufanyika, zinaonekana. Lakini nafikiri pia ni upepo tu, kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi watu wengi sana wanaangalia tamthilia, drama, yani vitu tofauti. Unajua ni kama pishi la mchele jinsi lilivyo, nataka angalau unalibadilisha kidogo. Leo unapika hivi, kesho hivi vile. Kwa hiyo watu wanataka kupata ladha tofauti ya vitu tofauti. Sio kila siku unapata kile filamu. Hapana. Kwa hiyo ndio maana watu wanatengeneza sana tamthilia na watu wanajaribu. Na uwezi jua, kuna siku utakuta tamthilia watu tena hawaangalii, kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa naangalia sana Kaole, Mambo Hayo, Kidedea, umeona. Kwa hiyo inaenda tu na upepo huo, watu wanataka tu kubadilisha kidogo, unarudi tena huku. Yani ndivyo ilivyo kwenye swala zima la sanaa. Ndio maelezo yangu kwa kifupi. Na swali la pili ni kitu gani kilichonisukuma kuwekeza kwenye filamu na tamthilia? Kwa kifupi, mimi ni msanii. Nimeigiza, lakini nilisimama 2008. Na katika kusimama kwangu 2008 nilisimama kulingana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wangu. Ili ni lazima nisimame ili niendeleze maisha yaendelee, kwa sababu nilijiona kama ningeendelea kuwa kwenye sanaa kwa kipindi kile, maisha yangekuwa magumu zaidi. Sitaki kuongelea sana, lakini mimi ni msanii, sio msanii maarufu. Na mimi mwenyewe naweza nikajiita kwamba ni msanii chipukizi. Ndio maana nataka nifanye kazi na chipukizi wenzangu. Sio kwamba sitafanya kazi na wasanii wengine ambao wapo katika majina, lakini hao waliopo katika majina na wenyewe pia walikuwa chipukizi. Umeona? Kwa hiyo kila mtu ameanzia chini ndo ananyenyuka, anaenda nafika pale alipo. Kwa hiyo kuwekeza kwa sababu naamini mimi mwenyewe ni chipukizi, kwa nataka kuchukua chipukizi wenzangu, tunyenyuane, tufike mbali, na nina imani Mwenyezi Mungu atawezesha, tutafika mbali. Swali lingine ni wasanii chipukizi kutotumika kwa sababu maproducer, madirector wanaamini hawawezi kuuza kazi zao kama watafanya kazi na wasanii chipukizi. Naweza nikasema kwamba labda ni imani potofu, kwa sababu kila mtu anaamini tofauti. Mimi naamini sana katika kipaji cha mtu. Anaweza kawa mtu hajawahi onekana hata siku moja,
hata siku moja hajaonekana hata kwenye kamera, hata kusimama mbele ya kamera hajawahi onekana. Lakini siku akisimama mbele ya kamera ukimwambia fanya 1 2 3 atafanya zaidi ya yule mwenye uzoefu. Unaona? Kwa sababu anataka kufanya, kuonyesha kwamba ana uwezo wa kufanya, lakini hajapata ile nafasi ya kuonyesha kile alichonacho. Kwa hiyo mimi naamini sana katika hilo, kwamba mtu yoyote yule akiwezeshwa anaweza na inawezekana, mtu kila kitu kinaenda sawa. Swali lingine ni dhumuni. Nini dhumuni kuhakikisha sanaa ya filamu na tamthilia inafika mbali? Dhumuni mimi nafikiri ni kufanya kazi kwa ubora na viwango ambavyo vinavyotakiwa. Naamini hivyo kwamba ukifanya kazi nzuri, kwa sababu naweza nikakupa mfano, kuna filamu na tamthilia zingine tunaziangalia kwenye hizi Netflix, kwenye Amazon story, na wale wahusika walivyoiwasilisha ile story yenyewe. Kwa hiyo naamini kama tunaweza tukafanya hivyo, kuwasilisha kile kitu ambacho kinastahili na kinafaa kwa wakati unaofaa, tunaweza tukafika mbali sana. Tena kuna watu wengine wakawa wanatushangaa. Kwa hiyo naamini hivyo, kufanya kazi vizuri na kuiwasilisha vile inavyotakiwa inaweza ikafika mbali sana. Na kuiwasilisha sio kwamba labda uiwasilishe kwa lugha nyingine. Kiswahili chetu hiki tunachokiongea, hiki habari ya asubuhi, mzima, umeamkaje, unaendeleaje, Kiswahili chetu hiki tunaweza tukaifikisha sanaa yetu, filamu zetu, tamthilia zetu mbali mno. Kwa sababu ukienda kwenye hizi platform tunazoziangalia, tunazozitumia sana kuangalia sasa hivi tamthilia na filamu, unakuta kuna filamu za tamthilia za Kikorea, Kijapani, Kifaransa, wanaongea lugha tofauti na wanaongea lugha zao. Lakini pale chini unakuta tu kuna subtitle ya Kiingereza. Kwa hiyo naamini katika hiyo utasema kwamba uiwasilishe hiyo kazi kwa lugha ambayo sio ya kwako. Mfano tuseme unaiwasilisha kwa Kiingereza na Kiingereza sio lugha yako, alafu ukaambiwa kwamba unatakiwa niongelee neno la Kiswahili ambalo litaeleweka vizuri. Unaambiwa kwamba umchambe mtu kwa Kiingereza. Kwa sababu najaribu tu kuifikiria nitamchamba vipi mtu kwa Kiingereza kwa yale maneno yetu ya Kiswahili. Unamsema mtu, najaribu kuivuta tu picha kwamba utamchamba vipi. Utamchamba vipi mtu kwa Kiingereza. Kwa hiyo lugha yetu kwanza, tuitumie lugha yetu vizuri, tuwasilishe kile kitu ambacho kinastahili kwa wakati ambao pia ni mzuri zaidi. Ujumbe utafika na watu wataelewa, na pia itasaidia kwa sababu kuna watu wengi sana wanatamani kujifunza Kiswahili. Sababu Kiswahili ni lugha kubwa sana Afrika, sio lugha ndogo tu, hapana, ni lugha kubwa. Hivyo tukifanya kitu ambacho tukakiwasilisha kulingana na vile inavyotakiwa, tutafika mbali. Lingine, kituo gani tumeplani kufanya nacho kazi, kama ni TV au... Kwa sasa hivi siwezi nikaongea vitu vingi sana, plani nyingi, kwa sababu tuna working plan kama kampuni A, B, C mpaka Z. Kwa hiyo tunaanza kimoja baada ya kingine, na pia huwezi ukaplani kwamba nataka kufanya kazi na kituo fulani wakati hujajipanga, huna kitu chochote kile mkononi, utaenda utamuonyesha nini yule mwenye kituo. Kwa hiyo kampuni kama kampuni ndo tumeanza kwa plani yetu ya kazi. Baadaye ikifika wakati, jamani, sasa tumekamilisha, tuna kazi zetu mkononi zimekamilika, tutatangaza, tutaonyesha wapi kazi zetu, watu wataziona na watu pia wataenda kufurahia kuona vipaji vipya na uwezo wao. Nimeulizwa pia upande wa budget, kwa sababu kazi nyingi sasa hivi zinafanywa kwa budget kubwa, na of course chochote kile unachotaka ukifanya lazima uwekeze. Hakuna uwezo ukafanya unasema unataka milioni
alafu unawekeza shilingi 10. Ndio utawekeza hiyo shilingi 10, lakini kuja kuipata hiyo milioni inaweza ikachukua hata miaka 20 kwa sababu umewekeza shilingi 10 tu. Lakini kama unataka milioni alafu labda ukawekeza 500, kuipata ile milioni inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu tayari umeshatumia nguvu, muda na pesa pia umeiweka pale, imelala, itakuja itaamka tu vizuri. Kwa hiyo lazima kuwekeza, lazima uwekeze. Kwa naombeni kaeni mkao wa kula. Konde Boy, CRDB benki. Ishi kwa muda, fanya miamala, chapu kwa simu benki. Minafanyaga mtani tu kwa wakala, si lazima niende benki. Hata keshi situmii tena, ninalipa na Tembo Kadi. Yani najiachia nipendavyo, popote lipo inatiki. Inanipa uhuru wa kufanya miamala mingi kwa pamoja, interneti benki. Hata nyumbani kwako ukiwa umelala, ama popote ulipo inatiki. Popote inatiki. Malipo ya serikali yanatiki. Popote inatiki. Mkopo wa papo kwa hapo unatiki. Popote inatiki. Benki ya Kitanzania. Popote inatiki. CRDB popote inatiki. CRDB Bank, tunakusikiliza.